Al Ahudad wanachezea kifinyo kizito kweli kweli, 10-1. Al Nassr Football Club wanaibuka na ushindi wa goli 9-0 katika mchezo wa Saudi Pro League ambao uliokutanisha Al Ahudad dhidi ya Al Nassr Football Club. Ulikuwa ni mchezo wa aina yake, mchezo ambao umetoa matokeo ambayo sio matokeo ambayo yamezoeleka katika football. Ushindi wa goli 9-0, this is not normal. Goli la kwanza likiwekwa kambani na Ayman Yahya katika dakika 16 ya mchezo. Jean Duran anafanikiwa kufunga magoli mawili, goli la kwanza akiliweka kambani katika dakika 20 ya mchezo na goli la pili akiliweka kambani dakika 52 ya mchezo. Sadio Mane anafanikiwa kufunga magoli 4 katika mchezo huu. Goli la kwanza akilifunga dakika 45 ya mchezo kwa mkwaju wa penalty na goli la pili akilifunga dakika 59 ya mchezo, goli la tatu akifunga dakika 64 ya mchezo. Goli la 4 amelifunga dakika 74 ya mchezo. Brozovic amefunga goli moja na Maran anafunga goli la 9 katika dakika 90 ya mchezo kwa mkwaju wa penalty na kukamilisha ushindi wa magoli 9-0 dhidi ya klabu ya Al Ahudad. Bwana ya jamaa Al Ahudad wamebahatika. Cristiano Ronaldo, nyota wa klabu ya Al Nassr pamoja na timu ya taifa ya Portugal, hajabahatika kucheza mchezo huu, hajakuwepo hata kwenye sub. Je, unafikiri Cristiano Ronaldo angekuwepo leo angeweza kushinda magoli mangapi katika hizi 9 alizoshinda Al Nassr? Matokeo haya yanaendelea kuwafanya Al Nassr Football Club wanasalia katika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi kuu ya Saudi Arabia, Saudi Pro League, wakiwa na alama 63 katika michezo 31, huku nafasi ya pili ikishikiliwa na Al Hilal wakiwa na alama 68 katika michezo 31 sawa sawa na Al Nassr. Nafasi ya kwanza iko Al Ittihad ambayo ina alama 74, klabu ambayo anacheza nyota Karim Benzema ambaye alikuwa akitumikia klabu ya Real Madrid ya huko Spain. Sasa hivi yuko Al Ittihad. Hapa ni Super Trove ya Dino Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Al Ahudad wanachezea kifinyo kizito kweli kweli, 10-1. Al Nassr Football Club wanaibuka na ushindi wa goli 9-0 katika mchezo wa Saudi Pro League ambao uliokutanisha Al Ahudad dhidi ya Al Nassr Football Club. Ulikuwa ni mchezo wa aina yake, mchezo ambao umetoa matokeo ambayo sio matokeo ambayo yamezoeleka katika football. Ushindi wa goli 9-0, this is not normal. Goli la kwanza likiwekwa kambani na Ayman Yahya katika dakika 16 ya mchezo. Jean Duran anafanikiwa kufunga magoli mawili, goli la kwanza akiliweka kambani katika dakika 20 ya mchezo na goli la pili akiliweka kambani dakika 52 ya mchezo. Sadio Mane anafanikiwa kufunga magoli 4 katika mchezo huu. Goli la kwanza akilifunga dakika 45 ya mchezo kwa mkwaju wa penalty na goli la pili akilifunga dakika 59 ya mchezo, goli la tatu akifunga dakika 64 ya mchezo. Goli la 4 amelifunga dakika 74 ya mchezo. Brozovic amefunga goli moja na Maran anafunga goli la 9 katika dakika 90 ya mchezo kwa mkwaju wa penalty na kukamilisha ushindi wa magoli 9-0 dhidi ya klabu ya Al Ahudad. Bwana ya jamaa Al Ahudad wamebahatika. Cristiano Ronaldo, nyota wa klabu ya Al Nassr pamoja na timu ya taifa ya Portugal, hajabahatika kucheza mchezo huu, hajakuwepo hata kwenye sub. Je, unafikiri Cristiano Ronaldo angekuwepo leo angeweza kushinda magoli mangapi katika hizi 9 alizoshinda Al Nassr? Matokeo haya yanaendelea kuwafanya Al Nassr Football Club wanasalia katika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi kuu ya Saudi Arabia, Saudi Pro League, wakiwa na alama 63 katika michezo 31, huku nafasi ya pili ikishikiliwa na Al Hilal wakiwa na alama 68 katika michezo 31 sawa sawa na Al Nassr. Nafasi ya kwanza iko Al Ittihad ambayo ina alama 74, klabu ambayo anacheza nyota Karim Benzema ambaye alikuwa akitumikia klabu ya Real Madrid ya huko Spain. Sasa hivi yuko Al Ittihad. Hapa ni Super Trove ya Dino Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.